Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wangu wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi sio nyingine, ni simulizi ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 39. Mtoto Yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shola Dismas ambaye ni yatima, maisha yake magumu ambayo anaendelea kuyapitia baada ya wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Unaweza ukagusa hapo moja kwa moja ukawa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share ili na wengine waweze kujifunza kupitia simulizi hii. Pia comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu yetu ya 39 ya simulizi yetu hii inayoitwa Mtoto Yatima. Tuendelee kuidadavua tuone maisha ambayo aliyoendelea kuyaishi binti huyu wa kuitwa Shola Dismas pamoja na wengine wanaomzunguka. Baada ya kuamka kesho yake asubuhi, alianza kuwaza namna jinsi ambavyo anaweza kufanya biashara. Akaanza kuwaza biashara aenda kaianzishie wapi. Je, aianzishe
kule Mboge mjini au aenda kaianzishie huku Mlaguzi Center. Akili kamtuma ni bora zaidi akaianzishe Mlaguzi Center, kwa sababu akienda Mboge ana uwezo wa kukutana na Ogena. Sasa ni bora zaidi aianzishie huku Mlaguzi ambako Ogena hafiki. Na hilo wazo baada ya kuja, moja kwa moja aliamua kutoka pale nyumbani ambapo anapoishi kwa sasa, akaacha amefunga milango yake vizuri, akaondoka moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake ambaye ndiyo huyo ambaye amempatia nyumba, yaani mama mchungaji au kwa jina Lesa Charles. Kufika pale akamkuta ndiyo kwanza na yeye anaandaa chai, lakini yeye huku hakuandaa chai kabisa, kwani alikuwa kiwaza mambo mengi, kama endapo apate biashara yake, afungue biashara yake ili pesa zisije zikamuishia kabla ya vitu humo ndani havijaisha, au amefanya utaratibu wa kupata eneo ambalo anaweza kufungua biashara ili aanze kufanya biashara imuingizie chochote, kuliko kukaa aanze kutumia hizo pesa mpaka zitakapoisha. Itakuwa ni ngumu kwake, yawezekana sizipate nyingine alafu akaanza kufa na njaa. Hayo yalikuwa ni mawazo yake, lakini baada ya kufika pale kwa rafiki yake na kukuta anaendelea kuandaa chai, alifika akakaribishwa na akakaa vizuri kabisa, kutokana na kwamba wote ni mabinti ambao hawajapata watoto. Hata huyu binti wa kuitwa Lesa Charles, manake huyu mchungaji alikuwa amemuoa muda sio mrefu sana, kwa hiyo alikuwa bado hajapata mtoto wala hajapata hata ujauzito. Kwa hiyo waliendelea kuongea kishoga zaidi. Urafiki umepamba moto. Upande wa pili, mawazo aliyolala nayo Amini bin Nasoro ndiyo aliyoamka nayo. Anajihoji ni nani ambaye atakayekuwa amempiga kofi na hatimaye simu ikadondoka chini. Ni kitu gani ambacho kimejitokeza mpaka simu ikadondoka chini? Aliwaza sana, na kwa usiku ule hata chakula hakula kabisa. Alipoletewa sahani na mdogo wake huyu Ogena, hakuweza kuipokea na alikataa kabisa kwamba yeye hatokula chakula. Aliamua moja kwa moja kujiondokea mpaka ndani, akaenda kulala. Na mpaka kesho yake inafika, bado alikuwa na mawazo hayo hayo. Kwa nini wanamuonea wakati anazungumza na Smaia wake? Wanatokea watu ambao wanakuja kufitinisha au kuja kuharibu mazungumzo kati yake yeye na huyu binti wa kuitwa Smaia ambaye anampenda sana. Lakini hakuna namna yoyote ile ambayo iliweza kumpatia majibu. Lakini alikaa chini na kutafakari, ila yawezekana Ogena ndiye ambaye ananifanyia hivi, kwa sababu wakati Smaia yuko hapa alileta vitimbwi vya hapa na pale. Ameona Smaia hayupo. Sasa kwa vile nilikuwa naongea naye kwenye simu, ameona
nipige kofi, simu ianguke ijibamize ukutani, ili tu simu ya mama ife, tusiweze kuongea na Smaia. Nadhani hilo ndilo ambalo nalolifanya, lakini hajakaa chini na kutafakari. Kufanya hivi hakutamsaidia chochote, na kama Mungu ameshanipangia mimi nitamuoa Smaia, basi hata kama angefanya nini. Na huu wivu ndio ambao utakaomfanya, na hii fitina itamfanya pia akose mume, kwa sababu anafuatilia vitu vya wenzake. Yaani mimi hataki mimi nifanikiwe, si ndio maana yake? Mimi ngoja leo jioni itabidi nikae naye nijaribu kumhoji. Kama na uwezo wa kunitafutia mchumba, basi anitafutie yule anayemtaka yeye. Hayo yalikuwa ni mawazo ya Amini bin Nasor akiwa anaendelea kuwaza. Tukirudi katika upande wa pili wa Mlaguzi, huku Shola Dismas pamoja na shoga yake walikunywa chai kwa pamoja, huku wakiendelea kushukuru ukuu wa Mungu, kwa sababu hawakutegemea kabisa kama mtumishi angeweza kukubali Shola Dismas akae hapo bure bila kulipia. Lakini pia Shola Dismas alifurahi sana, kwa sababu ndio mwanzo mpya wa yeye kupambana ili aweze kupata eneo la biashara. Baada ya kupata eneo la biashara, itakuwa ni vyepesi zaidi kuizalisha hiyo pesa ambayo amebaki nayo kuliko kuendelea kuitumia na hatimaye ikaisha. Itakuwa ni shida kwake. Hapo ndipo ambapo aliamua kumuuliza rafiki yake. Alianza kuzungumza naye huku akisema, rafiki yangu, naamini kabisa unaweza ukanisaidia kitu hiki, kwa sababu wewe kwa vile ni mwenyeji, naamini hiki kitu unaweza ukanisaidia. Ninataka nipate eneo la biashara. Kama endapo kuna mtu au unajua kama naweza nikapata meza sehemu mle sokoni, nipate meza, halafu nianzishe biashara. Dada yangu, sipendi niendelee kukaa. Najua hicho kitu ni muhimu. Hicho kitu ni muhimu, na ni vyema kama endapo umeamua kufanya biashara. Mimi mwenyewe ninataka nianzishe biashara. Nataka nijaribu kumwambia mtumishi kama endapo atanipa mtaji. Inabidi tuanze kwa pamoja, tena meza zetu zitakuwa zimesogeleana. Unaonaje? Itakuwa vizuri, hata mimi nitashukuru. Tumeshakuwa marafiki sasa. Tumshukuru Mungu ametukutanisha watu ambao tumeelewana sana. Hivi wewe ni kabila gani? Mimi mwenzio ni Msukuma. Wewe je? Kwa hali ya kawaida mimi nimetokea
kwa Wachaga. Mimi ni Mchaga. Vyema. Kwa hiyo we itabidi wanze kuuza ndizi, alafu mimi nianze kuuza michembe, si ndio? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyu binti wa kuitwa Lesa Charles walianza kucheka kwa pamoja, tena wakiwa na furaha zote. Hapo ndipo ambapo Lesa Charles aliamua kumwambia rafiki yake kwamba imeshafika asubuhi, kwa hiyo inatakiwa aelekee kwenye yale majaruba, aende kufanya kazi za shamba. Kama namna jinsi unavyojua kwamba huyu Lesa Charles alikuwa ameolewa na mtumishi ambaye ana mbuga imejaa majaruba ya mpunga na umeota vizuri kabisa. Basi hapo ndipo ambapo walipokubaliana wote kwa pamoja, Shola Dismas akaondoka pamoja na rafiki yake Lesa Charles, na wakaenda moja kwa moja mpaka pale katika yale majaruba ambayo aliyokuwa ameacha hakuyamalizia. Wakaendelea kuvuruga wakiwa pamoja kabisa. Wakaendelea kuvuruga wakiwa pamoja, mmoja anashika jaruba hili na mwingine anashika lile pale, mwingine akishika hili na mwingine lile. Kwa hiyo yani alijikuta tu Shola Dismas amekuwa na amani, kwa sababu amekuwa na rafiki ambaye kwa kweli hakumtegemea katika maisha yake kama endapo angeweza kumpata. Kwa maisha magumu hayo ambayo aliyoyapitia, akikumbuka maisha magumu ambayo tangu wazazi wake wafariki kwenda mpaka pale kwa Fikiri na yaliyomkuta, kwenda kwa Mama Yolenta. Mama Yolenta ndo basi sasa, bora hata pale kwa Fikiri kidogo, angalau mke wake na Fikiri alitenda wema, akampatia hiyo pesa ambayo ndo iliyomfanya mpaka akafika Mboge. Kwa hiyo kidogo alishukuru hata kwenye hiyo familia ya Fikiri, mke wake alionyesha utu kuliko Mama Yolenta ambaye alianza kuleta vitu vya ajabu. Lakini hii leo furaha imerejea. Aliwaza sana Shola Dismas, hiyo furaha itaendelea kuwepo au ikifika mbele itavurugika? Hapo ndipo ambapo aliendelea kumuomba Mungu, huku akiwa wanaendelea kuvuruga majaruba yale. Akaendelea kumuomba Mungu ili aweze kumsaidia huyo, awe ni rafiki ambaye atakayekuwa ni rafiki tena ambaye anamfaa kwa dhiki, na asiwe mnafiki ambaye baadaye atakayekuja kumtesa. Alimuomba sana Mungu, lakini akili nyingine kamtuma, kutokana na kwamba huyu ni mtu ambaye ameolewa na mtumishi wa Mungu, huenda hawezi kubadilika. Hiyo ni akili ambayo iliyomletea hayo mawazo, kutokana na kwamba anamuona ana upendo, kwa sababu vile vitu ambavyo alivyomsaidia kama kumnunulia mkaa, kumfanya aweze kununua vitu kwa bei nafuu pale senta, Mlaguzi senta, hakujua kabisa kama endapo angeweza kuambatana na akamsaidia kwa vyote hivyo. Kwa hiyo hata kwa mambo tu kama hayo anamshukuru Mungu, kwa sababu hakuweza kuwaza kama endapo
angepata mtu wa kumsaidia kiasi hicho. Kwanza alivyozungumza tu kwamba atampa miezi 2 ya kukaa katika ile nyumba, hapo ndipo ambapo Shora Dismas alianza kujihisi kwamba huyu binti atakuwa ni muungwana, na hatimaye kweli amekuwa muungwana. Sasa wakati ambapo walipokuwa wakiendelea kuvuruga huku shambani, ndipo ambapo alianza kusikia simu ikiwa inaita huyu Lesa Charles. Baada ya simu kuita, alipokuja kuipokea akakutana na sauti ya mume wake kipenzi, mtumishi, ambaye ndiye anayepiga simu. Akamuuliza kwamba yuko wapi, akamwambia yupo shamba na rafiki yake mbugani hapo. Alivyouliza rafiki yake yupi, akamwambia ni rafiki yule yule ambaye aliyemwambia kwamba amekuja na amempata kwa ajili ya kupangisha katika hii nyumba ya bondeni huku mbugani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, huyu mtumishi alisema anakuja huko mbugani, yani anataka aende huko mbugani ili aweze kumuona na yeye physically na pasipo kuzungumza naye kwenye simu. Alimpatia simu, lakini wakajaribu kusalimiana hapa na pale. Akamwambia kwamba anakuja huko mbugani ili waweze kuonana, ili aweze kumuona physical, isiwe ni jambo tu la kuambiwa. Ni bora zaidi aende akajitazamie mwenyewe. Kutokana na kwamba alikuwa na ufunguo wake, alifika na kufungua na kuingia ndani, akabadilisha mavazi aliyokuwa ameyavaa, akavaa nguo zake za kawaida tu ambazo ni za kushindia, na hasa alikuwa anajua kwamba anaelekea mbugani ambako kuna matope mengi pamoja na maji. Alivaa nguo za kawaida kabisa, akafunga mlango wake, moja kwa moja kaanza safari ya kuja mbugani huku chini ili aje kumuona mgeni ambaye amewekwa katika nyumba yake ya huku bondeni mbugani huku chini, karibu kabisa na migomba iliyozungukwa na migomba ya kutosha. Na mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 39 ya simulizi hii inayoitwa Mtoto Yatima imeishia hapa. Tumemuona Shora Dismas baada ya kuamka akaamua apandishe kwa rafiki yake Lesa Charles kwenda kumwangalia na pia aende kupata ushauri kuhusiana na masuala ya biashara, maana aliamka akiwa anaendelea kuwaza biashara. Lakini tunaona pembeni mwa mji wa Mboge huku kwa kina Muamini, huyu kijana wa kuitwa Amini bin Nasoro anaendelea kuwaza, lakini amefikia mwafaka kwamba lazima yote hayo yanayoendelea kuhusiana na masuala ya simu, kupigwa na simu ikaenda kujigonga kwenye ukuta ikatoka betri na mambo yote hayo, atakuwa amefanya Ogena tu. Na ndipo ambapo alipoanza kuwaza kama endapo Mungu amempangia kumpata Smaia wake, basi hakuna mtu atakayeweza kupangua. Ila akawaza swala jingine tena, ikifika jioni amwambie Ogena amtafutie mwanamke ambaye yeye anamuona anafaa, kwa sababu si Smaia wake hafai, basi amletee mwingine ambaye yeye anaona anafaa. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel,
Chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment, pia tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mimi ni Hasdi02 Baba Sam the King, ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King. Je, wewe ni mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel na uko tayari kushiriki fursa ya kukupatia zawadi? Tarehe 19 Novemba ni siku ya kuzaliwa ya chaneli yetu. Uongozi wa Baba Sam the King Tanzania TV channel unamtafuta mshiriki mzuri wa Baba Sam the King Tanzania TV channel ambaye hupenda kusikiliza simulizi katika chaneli hiyo. Kama na wewe unapenda kushiriki katika fursa hiyo, usichoke. Fursa iko wazi kabisa. Tuma niko tayari kushiriki katika fursa kwenda namba ya simu 0752 73 25 15. 0752 73 25 15. Kuna maswali 10 utakayoulizwa ili uweze kutoa majibu yake. Ukipata maswali 5 utakuwa mshindi wa pili wa shindano hilo. Ukipata maswali yote 10 utakuwa mshindi wa kwanza kabisa wa shindano hilo. Na maswali yatakayoulizwa ni yale yanayohusu simulizi ambazo zinarushwa kupitia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Usipange kukosa, kwani zawadi ni ya kwako. Usikose. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.